Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo visiwani Zanzibar, Mheshimiwa Ghulam anafanya ziara katika eneo hili ambalo kwa mara ya kwanza tamasha la Sauti za Busara limebadilika venue, na hapa anazungumza mara baada ya kufanya ziara hiyo, kutembelea na kujionea namna ambavyo tamasha hili lilivyojiandaa kwa ajili ya kutoa burudani tarehe 5 ya mwezi huu. Na hapa Mheshimiwa Naibu Waziri anaanza kuzungumza mara baada ya ziara hiyo ya kulitembelea eneo hili ambalo kwa mwaka huu umeonekana venue kuwa mpya. Hapa tu kuna vijana zaidi ya 250-300 ambao wamepata ajira za muda mfupi na wengine wana ajira zao za kudumu kwenye taasisi hii. Kwa hiyo ni fursa, utalii pia ni sababu mojawapo ya kuimarika. Kwa hiyo ni tamasha ambalo kwa harama yoyote tunatakiwa tulilinde, tuliunge mkono. Kwa hiyo ilipotokea changamoto ile Ngome Kongwe kuwa haifanyi kazi, maana yake kutafuta eneo hili tukashirikiana na wenzetu, ofisi za mkoa, ofisi za wilaya pamoja na BASFU ili kuhakikisha linafanyika kwa kiwango kile kile. Wasanii wa Zanzibar nao wanakuwa sehemu ya tamasha hili la Sauti za Busara ambalo linafanyika hapa visiwani. Swali la mwanzo ambalo nilimuuliza, wasanii wa kwetu wapo? Amenihakikishia wasanii wa kwetu wapo. Na hiyo ni moja jambo ambalo tunalisisitiza kama wizara. Tulipokutana na wadau wa sanaa, walituomba kama wizara tuende tukasimamie matamasha waweze kupata nafasi. Sio vizuri matamasha yanafanyika kwao wakaja wageni tu peke yao. Kwa hiyo jambo moja ambalo tulitoa maelekezo kwa katibu mtendaji wa BASFU kuhakikisha wasanii wetu wanakuwemo katika kupata fursa ya kuperform katika matamasha haya. Kama unavyofahamu kwamba tamasha la Sauti za Busara limekuwa linaendesha majukwaa 3 mpaka 4 katika kila msimu. Kwa hivyo ukiangalia ile eneo ni eneo la wazi. Na mtu kupata picha kwamba yanawezekana majukwaa mawili, lakini nashukuru tumetengeneza majukwaa mawili ambayo yana X point. Nikisema X point ni kwamba ukiwa kwenye jukwaa main na ukiwa kwenye Mivinje stage hauwezi kuingiliana mziki. Kwa hiyo wanaokaa jukwaa la kwanza wana sound wanaosikiliza mziki wao, na wakati huo huo jukwaa la Mivinje pia linaendelea na burudani kama kawaida na haiingiliani.